Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana ni mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kuwepo mahali hapa, ibada hii kubwa kabisa ya kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliyetenda katika maisha yetu. Kuna mengi ambayo Mungu ametusaidia katika maisha yetu. Kuna sehemu umepita, wengine hawajapita, umekwama, Mungu amekupitisha. Kuna mazingira ulipitia magumu sana, ulishindwa kuvuka, wengine walishindwa kuvuka, lakini Mungu amekuvusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna njia ulipita na gari, wengine walipata ajali, lakini ulipita ukafika salama. Kuna mambo mengi ya kumshukuru Mungu sana sana. Wengine mwaka ulianza ulikuwa mjamjua Kristo, lakini leo uko kanisani unamshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima umshukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi mwaka jana tulikuwa nao, lakini mwaka huu tunao kwa sababu wamempata Yesu katika maisha yao. Haleluya, 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 haleluya. Sasa hayo ni mambo ya kumshukuru Mungu. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi mengi. Haleluya. Wengine wamezao walikuwa hawajaokoka wakati tunaanza mwaka, lakini mwaka huu wamezao kanisani. Haleluya. Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuna nusu saa ya kumwambia Mungu asante kwa wale ambao wanatamani kusema neno kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hapo tutapata sifa. Baada ya hapo saa 5:30 mchungaji atasimama kwa ajili ya kutuhudumia na kutupa ujumbe wa mwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao tutatembea nao mwaka huu. Kwa hiyo ni wakaribishe wale ambao wako tayari kumshukuru Mungu na kusema neno la shukrani mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka jana kuna watu walitoa ushuhuda hapa. Lakini na mimi ninapoingia mwaka jana nilisema Mungu naomba nipe ushuhuda. Yaani ninapomaliza mwaka huu niwe na kitu cha kusema mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namshukuru Mungu sana. Wengi wanajua mimi namshukuru Mungu sana kwa jambo moja ambalo kiukweli kwa miaka mingi lilikuwa linanisumbua. La mume wangu kuokoka na kuja kanisani. Tuko pamoja mahali hapa. Jamani, yule baba alikuwa msabato. Lakini kutoka kwenye usabato mpaka kufika hapa haikuwa rahisi. Kwa miaka 13 nilikuwa namuomba Mungu. Yule baba jamani akaokoka. Na sasa hivi tupo naye hapa. Kwangu mimi Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka kuwatia moyo wale wakina mama au kina baba, wale wanaume ambao hawajaokoka au wamama ambao waume zao hawajaokoka. Jamani, sio rahisi sana. Mimi nilijua nikiomba mwaka mmoja miwili Mungu atakuwa amejibu. Jamani, miaka 13 baba hakuwahi. Tulifunga ndoa. Baada ya kufunga ndoa mume wangu hakuwahi kwenda kanisani. Sio kwamba anaingia na kutoka, hakuwahi kugusa mlango wa kanisa. Kwa mimi ndio nilikuwa na kazi ya kuomba. Mimi nilikuwa na kazi ya kulia kwa Mungu. Mimi nilikuwa na hivi na hivi, lakini nilikuwa namsihi Mungu kwa miaka 13. Mume wangu siku moja, hata kama yeye ni msabato, lakini nilikuwa naona bado, yani licha kwamba ni msabato, nilikuwa naona bado, yani kuna kitu kinapelea kwake, kuna kitu kinapungua. Hatimaye mwaka huu mwezi wa 3, sikumbuki ni tarehe ngapi, lakini Mungu alimuokoa na tupo naye mahali hapa. Ninamshukuru Mungu sana. Ninamshukuru Mungu mno. Ninamshukuru Mungu na kumshangilia Mungu kuwa na mume wangu mahali hapa pamoja na watoto wetu. Ninawatia moyo sana, na nyinyi wengine endeleeni kuomba. Siku moja kuna mmoja atatoa ushuhuda mahali hapa kama mimi. Mungu awabariki sana. Amen. Si mdogo. Ushuhuda mzito. Haitosha. Ni ushuhuda mzito na unasisimua. Miaka 13 kuto kuingia kanisani ni umri wa kijana ambaye anatakiwa aanze form 1 au yuko form 2. Kwa maana hiyo maombi
nguvu, na maombi yanahitaji uvumilivu. Ni Jumapili iliyopita ile tulifundishwa namna ya maombi yanayofanya kazi. Tukaona kuna maombi yale madhubuti kabisa, yani unamwambia Mungu naomba jambo fulani, yani unajenga hoja, una shida hii, kwa hiyo unampelekea Mungu kwa moyo wa dhati kabisa, atalisikia. Ila kuna maombi mengine ya kufuata neno la Mungu, kuna maombi ya uvumilivu na maombi ya shukrani. Kwa hiyo tufanye maombi kwa uvumilivu. Lingine la mwisho, nimemuona rafiki yangu ni Jumapili 2 amekuwa akihudhuria. Natumaini na yeye atafuata nyayo za mke wake pamoja na familia yake, watakuwa hapa. Ni rafiki yangu, tuliajiliwa wote pamoja, lakini yeye bado nimemwacha huko wilaya. Tuliajiliwa mwaka 2006 tarehe 1 mwezi wa 9, yeye akiwa afisa kilimo mifugo, mimi nikiwa, kabla sijawa daktari nilikuwa tu tabibu wa kawaida, lakini nimefurahi kumuona ndani ya nyumba ya Mungu. Natumai siku moja na yeye atakuja kutoa ushuhuda wake. Rafiki yangu Bwana Mela Mkombozi, naomba usimame. Huyu bwana tuliajiliwa mwaka mmoja, miaka sasa mwakani tunafunga miaka 20 tukiwa kazini. Yeye bado yuko Kilolo, bado nimehamia manispaa. Kwa hiyo nimefurahi kumuona. Ni Jumapili 2 amehudhuria. Baba, nakushukuru. Asante kwa ajili ya familia hii. Tunakushukuru kwa maombi unayojibu wewe, ambayo huwezi kusahau watu wako wanapoliita jina lako. Na maombi ya mama huyu hayakupotea, kwa wakati mtimilifu ulijibu. Ndio maana asubuhi jioni ya leo wamefika kukushukuru tunapomaliza mwaka kwa matendo makuu ambayo yamefanyika katika nyumba yao. Mungu, kazi njema ambayo umeanzisha katika maisha yao, endelea kuitenda katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. God is good all the time. Mungu ni mwema wakati wote. Mungu ni mwema. Maombi yapotee. Amen. Karibuni watumishi wa Mungu. Sema neno. Karibuni sana. Mr. na Mrs. wewe na familia yako, you welcome. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaisi watu wa Mtwivila nawapenda sana. Kwa kawaida sisi ni watu Mteli, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo vimenifanya niwe nahudhuria mara hapa. Si kimoja wala sio vingi sana, lakini nikifikiria kile ambacho nakipata hapa, familia yangu inainuka. Sipendi kusema mengi, ila ninamwambia Mungu, naomba uzidi kunifinyanga. Ni mdogo sana kiimani, ila namhitaji Mungu anisimamie. Nawashukuru sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Mkombozi Victor Mera. Ni mume wake na mama hapa. Sisi tumependelewa na Mungu. Tuna watoto 3, kike 2 na wa kiume 1. Nimefurahi
sana kuwa katikati yenu, na kila mara wenzangu wanaponiaga nakuja huku, mimi nakuwa nakwenda kanisani kule Lutheran. Nimeona mabadiliko makubwa sana. Mimi nikavutiwa kwamba basi napopata muda kibali cha Mungu niwe nashiriki naye. Niseme tu nashukuru kwa kunipokea. Nitakuwa katikati yenu, nitakuwa mmoja wenu. Nashukuru sana, asante. Maneno ya kusema, karibu sana. Baba, tunakushukuru kwa neema kubwa na neema ya ufunuo ya kujua na kutambua ukuu wako na mamlaka yako. Familia hii Bwana, pamoja na watoto wao, tunapenda kuikabidhi mikononi mwako. Yale ambayo yalifichwa tangu kale juu ya ufalme wako yafunuliwe sasa katika nyumba hii, na yale ambayo yalikuwa yamefungwa yafunguke sasa katika jina la Yesu Kristo. Baba, na wakabidhi mikononi mwako wanapoanza mwaka mpya Bwana. Nuru mpya, nuru mpya, nuru mpya idhihirike katika maisha yao. Mungu, ukiondoa kila aina ya upungufu, ukiwafunika na damu yako Yesu, na yale ambayo yamekuwa mazito na magumu yarahisishwe. Baba, naomba baraka zako zitangulie wanapoanza maisha katika mwaka ujao katika jina la Yesu. Amen. Kabla ya yote namshukuru Mungu sana kwa kunifikisha siku ya leo, mimi pamoja na familia yangu. Mwaka 2025 ulikuwa ni mgumu sana, yaani ulikuwa ni mgumu sana kwenye masomo pia nilipokuwa nasoma na katika familia, lakini pamoja na yote Mungu hakuniacha, alinisimamia. Kwenye masomo kuna wakati nilikosa ada, nilikuwa naingia darasani lakini sina uhakika wa kutoa ada, lakini Mungu alikuwa ananipigania. Sijui alikuwa anafanyaje, lakini nilikuwa nashangaa tu. Mungu amenipa watu wakanisaidia, wakanitolea ada yote. Ada nilikuwa ni kubwa sana, pengine hata wangesaidia familia zao, wangewasomesha watoto wao, lakini walinipatia mimi ili niweze kuhitimu masomo yangu. Namshukuru Mungu, nimemaliza na nilipata GPA nzuri. Lakini pia namshukuru pia Mungu kwa ajili ya wazazi wangu, hasa baba. Nilipitia wakati mgumu sana. Kuna wakati nilidhani kama naweza kumpoteza baba yangu. Nilikuwa naweza kumpoteza baba yangu, Mungu alikuwa ananipigania, ananipa ujasiri. Ananiambia, mwanangu, mimi bado nakupenda. Nitakusimamia katika hali zote. Kuna kipindi nilikuwa natamani hata niache hata kuja kanisani. Nikienda kanisani naona kama hamna kitu. Nikifika hapa napenda sana kuimba, lakini nikiangalia kina Dani naona kama hamna kitu. Bwana, mimi namtukuza Mungu namna hiyo. Maisha yanakuwa magumu kiasi hiki. Alafu ni binti mdogo, kuna ndoto nyingi natamani nifikie. Yaani jamani, Mungu anafanya sana. Yaani hata kama unapitia katika nyakati ngumu, usimwache. Anatuganga moyo uliovunjika. Nimejifunza katika nyakati zote. Ni binti mdogo, nimejifunza nyakati za furaha, za huzuni. Kuna wakati mnaweza mkakaa nyumbani,
namwangalia baba, nasema hivi leo tutakula kweli? Lakini mama anatuambia mwanangu msijali. Yaani sisema Mungu aitusaidie katika maisha yetu, mama yetu alipotulea. Tunalizika na kila kitu anachotupatia. Hata tukila mboga bila na chumvi, hata tusipokula, hata tukila usiku ni sawa tu. Tunamwambia Mungu asante kwa sababu umetupa moyo huu. Ipo siku tutafika mbele pale ambapo tunataka. Kuna wakati sometime nilikuwa natoka chuoni kiangalia wenzangu wanakaa darasani, wana pesa, unakuta wanaenda kula chakula, wanasema yani mimi mwenzako yani hapa, lakini mimi nilikuwa nikijiangalia na safari kutoka kule Ruku mpaka nyumbani natembea kwa miguu, sina hata hela nauli, sina, natembea. Lakini katika yote nilikuwa namwambia Mungu asante, na nikijifikiria mimi ni binti mzuri, ningekuwa na uwezo wa kufanya vipote, ningejiuza, ningepata pesa, ningefanya chochote ninachojisikia ni mzuri, ningeutumia mwili wangu. Lakini Mungu alikuwa ananitumia watu akina Ticha Mlandali, akina Kajulius, nina watu wengi jamani, akina Danema, akina Mama Juni, wengi siwezi eleza. Yaani walikuwa wanatoka wengine hata siwajui, lakini wananiambia Rachel, yaani wewe ni binti mzuri sana. Ninamshukuru mama yangu, Mama Mwendi. Huyu mama jamani ana moyo wa kipekee. Moyo wa kipekee, sijui mnanielewa. Yaani kuna kipindi alikuwa mimi namshukuru. Yaani kuna kipindi nilikuwa namuona kama mama yangu mzazi. Yaani alikuwa anakuja ananiambia Rachel, yaani njia unazopitia wewe, hata mimi kuna sometime nilipitia, lakini ipo siku Mungu atafanya. Mimi nilitembea katika yale maneno. Mama mchungaji, baba mchungaji walikuwa wanakuja nyumbani wanatufariji. Namshukuru Mungu jamani. Sina maneno mengi ya kusema, lakini mnielewa haya, ila msimwache Mungu. Hata kama unapitia changamoto gani nzito, usimwache, fanya kile ambacho Mungu amekupa kuhusu. Yaani hayo yote unaopitia, yote ni mapenzi ya Mungu. Uwe unaumwa, unafanya nini, yote anakuwa ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yanapotimizwa hamnaga raha. Mapenzi ya Mungu yanapotimizwa hamnaga mteremko. Mapenzi ya Mungu yanapotimizwa kuna namna anakutengeneza, anakufinyanga ili ufikie ile kusudi. Huwezi kuwa mtu mzuri kama ukupitia yoyote. Hata mabilioni, mimi nataka kuamini kama mchungaji ulipita tu, ulitokuwa tu kama mchungaji. Hapana, kuna namna alipita, alimtengeneza, alimfinyanga. Mtu yote mzuri, mwalimu, daktari, nani yote yule unayemwona amefanikiwa katika maisha yake, kuna namna Mungu alimtoa chini, alimfinyanga, akamweka vizuri, hata kiasi kwamba anahakikisha katika vyote anakuwa imara. Mimi naambia jamani, mkinielewa, usimwache Mungu. Jamani, mimi Mungu awabariki na kitu cha kusema. Familia hii kama yuko mwingine, kwa wale wanaoelewa, familia inapita katika kitu fulani, lakini Mungu atawatoa kama tunavyoamini. Ni mwanga kwa kuwatoa. Kwa hiyo nafikiri hebu tuombe kwa ajili yao. Hebu mshikanie mikono nyinyi na kaka yako. Baba uishie, Mungu mkuu mwenye nguvu zote, wewe unaweza kutupitisha katika mapito tofauti kwa kusudi maalum. Baba, familia hii wamesimama kwa niaba. Mungu mkuu mwenye nguvu, usiyeshindwa lolote, tunapomaliza mwaka huu tunaomba wema wako upite katika nyumba hii. Mwaka ujao uwe mwaka wa nuru, uwe mwaka wa kufunguliwa baraka. Ninaomba hasa kwa ajili ya Rachel. Baba, naomba wema wako upite, umhurumie, umimarishe. Kumbukumbu la maombi haya likumbukwe katika mwaka ujao kwa matendo makuu ambayo umekusudia kwa ajili ya familia hii. Naomba pia kwa ajili ya kijana huyu na familia yao yote. Naomba wema wako usiopungua uwe juu yao. Ninakushukuru, ninakubariki kwa kuwa wewe hujawahi kushindwa kwa ajili ya watu wako.
wabariki watoto hao katika jina la Yesu. Amen. Majina yangu Nalvis Nikodem Ngongi. Nampenda Mungu sana kwa sababu ametenda mambo makubwa. Ushuhuda wangu utaanzia tu mwaka huu kwa sababu nimepewa na watu mbili. Ila ningekuwa nimepewa dakika 7 ningeanzia kuliko anzia. Tunaanzia mwaka huu. Kitu cha kwanza namshukuru Mungu kwa kunitoa gizani na kunileta kwenye nuru ya ajabu. Sababu nilikuwa gizani, sasa niko kwenye nuru. Naangaza namna hii. Hata mnaweza kuona na mimi nina nuru kama hivi. Kipindi mwaka huu unaanza sikuwa nimeokoka, lakini baada ya kuanza Mungu alitoa kule ambako nilikuwa nimekwama. Mimi napenda kusema niling'aba. Unajua kuing'aba? Lakini sasa hivi sijang'aba, natembea na nguvu. Mimi nilikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu Katoliki Tulaluku nikisoma kozi ya maabara. Diploma miaka 3. Nimemaliza salama kwa sababu ya neema za Mungu. Lakini mpaka kuja kumaliza palikuwa na changamoto kubwa. Changamoto kubwa ni ya ugonjwa. Ugonjwa unatafuta ninapokuwa nasoma tu pekee. Lakini ikiwa nyumbani nakuwa mzima. Lakini shuleni kulikuwa na changamoto. Changamoto ilikuwa ya maagano ya kikoo na kifamilia ambayo yalikuwa yamefunga. Hakuna mwanafamilia yoyote au mwanakwao yoyote atakaye songa mbele kimasomo ama kiuchumi. Hivi vitu viwili. Lakini sasa na mimi nikiwa muhanga niligundua hii siri mwaka huu mwaka jana mwezi wa 12 kufikia mwaka huu. Nilipogundua siri kwamba kuna maagano kwa sababu watu wawili, waganga wa kienyeji na watu ambao wanaamini Mungu. Umeona kuna karama lakini matibabu yake ni tofauti. Mwenye karama ya Mungu anatibu kiungu, lakini yule mwingine mwenye karama ya kishetani anaona lakini anatibu kishetani. Umeona? Na tiba yake inakuwa ya muda tu, ya Mungu inakuwa ya umilele. Ndio maana Mungu tunamshangilia. Umeona? Sasa nilipogundua watu wawili wamekolide. Mtu wa Mungu alisema kitu kimoja na yule mganga. Lakini wa Mungu anasema kazana kusali, na mganga anasema nitakusaidia lakini watanifuata. Akina nani? Sasa niliposema akina nani nikasema kumbe njia nzuri ni ya Mungu. Endelea kufanya nini? Kusali. Namshukuru Mungu alimuinua mtu. Alimuinua mtu. Mtu alipoinuka kanileta kwenye madhabahu. Pentecost Holiness Mission hapa madhabahu. Siku ya Alhamisi nakumbuka pale Madam Victoria Kangutebe, huyu mwalimu alinileta hapa alipoona changamoto kwa sababu walimu walikuwa wamefikia kipindi Ngongi simamishe mwaka nenda nyumbani. Nikamwambia mwalimu, hii shida si ya kusimamisha, ni kutafuta solution ni wapi. Sasa nilipokutana na Madam Vicky siku moja nilipoongea naye, mwalimu naomba unisaidie kuna changamoto. Sikwenda kumuomba ili anilete hapa nipate msaada angalau nifanyaje, mbona naendelea kusoma lakini bado naona changamoto. Akaniambia uko tayari kukusaidia? Nikamwambia ndio. Baadaye kanisani nikasema haina shida. Lakini muda ule nilipigiwa simu na madam mmoja, director wa pharmacy. Alinipigia, Ngongi njoo usijai kuona naye hata siku moja kuongea naye wala mazoea. Nimesikia unaumwa, umetumia madawa gani? Nikamwambia madam, sio madawa, mimi nafahamu madawa vizuri. Nauza madawa na watibu watu, lakini ni spiritual issues. Nilimwambia, akasema kama ni hivi tumpigie Madam Vicky atakupeleka kwa baba yake. Alisema kwa baba yake watu wanapona. Akasema haina haja kumpigia Vicky. Vicky nimetoka kuongea naye muda huu, nilipigia simu. Kwa hiyo haina shaka. Tunaenda kwa Madam Vicky. Madam Vicky nileta, nilipofika swali niliulizwa moja. Niliulizwa na mchungaji baada ya kufika. Akasema wewe una mahusiano? Nikasema mimi ni mzima of course. Of course ni nini?
ni mtu mzima. Lakini anasema kwa unajua kama ni dhambi, nikasema ni kweli ni dhambi, kwa sababu utaratibu wa dini yoyote haitakiwi wala hairuhusiwi mtu yoyote kuwa na mahusiano pasipo na taarifa za kimsingi, familia na kwenye jamii, manake dhambi kimsingi. Kwa hiyo uko tayari kuacha? Nikasema ndio, niko tayari kwa sababu ya aina maisha ambayo mimi nimefikia. Akasema sisi hapa hatuna maji, hatuna mafuta, wala hatuna vitambaa. Uko tayari? Unapokea moyo, yaani tunataka moyo wako, utaona haya mambo yanabadilika. Nikasema niko tayari. Piga magoti. Nilipiga magoti, sala ya toba, wakaomba. Baada ya kuomba kuanzia pale, baada ya siku 3 kuanzia Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi, nikagundua dhambi mtu ashindi mwenyewe. Kuna kitu dhambi ashindi wewe. Ndipo nikajua kwa kweli sehemu nilikoenda ni kabisa. Sasa nianze kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Nilipoanza kumtumikia katika roho na kweli, ile vita iliyokuwa inatuzunguka kwenye ile familia nilikuwa naionana naye kwenye ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho live, kwa sababu sikuwa na mimi nimesali muda mwingi Roman. Baba yangu ni katekista. Ukienda huko baba yako na mama yako kawa huko. Lakini nikaona sasa hivi ni mtu mzima, ngoja niendelee tu, haina shida. Wachungaji pamoja na watumishi wa hapa, mchungaji na watumishi wa hapa wakiwa tuwaambie wewe endelea, hiyo hali itabadilika. Sasa kwa sababu na mimi ni mchanga naendelea kufuata zile nyayo, nikaanza kuona mabadiliko sio kawaida. Mimi tangu nimesali miaka 29 ya Roman, hapa ndo mwaka wa 30 nimefika hapa. Mwanake mwaka huu nimeishi mwaka mmoja vizuri, miaka mingine ya mbaya. Asio ni mwaka wa kwanza ambao mimi nimelala, neno la Mungu linanijia nikiwa nimelala. Sasa hali kama hii haiwezi kutokea. Kwa nini imetokea? Kuna jambo ambalo limetokea. Neno la Mungu lilinijia usingizini kwamba nilikuwa nafukuzwa na mtu, lakini baadaye nilipokuwa nakimbia sana, jamaa ananiambia wewe kimbia tu, lakini kasome Amosi 8:2. Nakimbia nasema Amosi 8:2 mpaka nashtuka. Nienda kuchukua kitabu Amosi 8:2 imesemaje? Amosi, umeona nini? Nimeona kikapu cha matunda ya wakati wa hali. Nikasema Amos, Bwana akasema wakati wao umewajilia wana wao wa Israeli, kamwe sitawapita tena. Nikasema hii habari imekuwaje? Ukisoma misamiati kama hii, kitabu cha Amos kina mambo magumu sana. Niliendelea kufanya uchunguzi. Muda utakuwa dakika zinaisha, nitashindwa kusema malizia, ila uone jinsi ambavyo alibadilisha. Lakini baada ya kumfuata Mungu tu nilipata changamoto ya kupata supplementary mbili, wakati sijawahi kupata kipindi chote cha chuo. Nikarudi, nilikuwa Mbeya Field Hospital Far. Niliporudi hapa nikamwambia mchungaji pamoja na Mr. Mlandali, mzee wa kanisa, akaniambia huu ni uongo wa shetani, anajaribu kuona huku ulikoenda ni kubaya, kudanganya. Nikasema sawa. Kwa hiyo nifanyaje? Endelea kumtafuta. Nilipoendelea kumtafuta Mungu, nilishangaa pale shuleni nimebadilika, nimekuwa mtu mwingine tofauti. Watu wanaenda darasani, mimi nakuja kanisani. Ngoja utuombee huku na sisi. Umeona? Mara ya kwanza tulikuwa mimi napeleka hospitali. Kila miezi miwili naenda hospitali kutibiwa. Kila wananipeleka wale wanafunzi, lakini baadaye nikashangaa, wewe mbona umebadilika? Tuombee na sisi. Nikasema haina shida, kumbe kuna kitu. Kwa nini mtu anasema niombe? Nilipoendelea, wanafunzi nilikuwa nao kwenye grupu kama 15. Baadaye wakaja wapungua kundi kana wanafunzi 5 ambao wanajielewa, kila siku wanaenda kwenye kikundi. Sasa mimi nikija kanisani hapa, kila siku nilikuwa nahudhuria hapa. Wao na watu wananiambia mimi niombe. Sasa nikasema Mungu, mimi si chochote, sio lolote kwako. Hawa wakisema mimi niombe juu yao wafaulu, wakati mtihani anafanya wao.
mimi kama watafaulu nikala Mungu naye mwabudu ni wa uongo. Kwa hiyo naomba na kuachia kazi. Nikaendelea mimi kuomba vitu vingine, hata ile swala kwao. Wale wanafunzi tulipofanya mtihani tulipomaliza, matokeo yalipotoka, wale wanafunzi wote 5 hakuna mwenye supplementary. Lakini cha ajabu zaidi nilichoshangaa, wamefaulu wao, mimi sasa faulu wangu ni waajabu kupita wale jamaa waliokuwa wanasoma pale. Alafu sasa wanaanza kusema Ngongi sio matokeo yako. Nikaambia sio mimi, ni Mungu aliye juu. Sasa nikaambia kwa hiyo mshukuru nani? Mungu, sio mimi. Mimi sijaomba, Mungu ndo aliyefanya, kwa sababu mimi mwenyewe nimeshangaa haya matokeo yamekujaje. Mwalimu ambaye ni mtaka shuleni pale alisema Ngongi, tena anaita mwana wa Adamu, nipe siri ya mafanikio. Yeye alikuwa mwalimu wa darasa, aliniambia Nanelia, upostpone, simamisha. Mimi nikamwambia hapana, natakiwa nitafuta suluhisho. Baadaye anafika kuniambia nifanyaje? Nimpe siri ya mafanikio. Nikamwambia nisali wapi? Aliniambia Roma. Alisema kati ya Roma na kulikoenda tofauti ni nini? Nikamwambia unaona pale Roma pale mbele kuna msalaba na Yesu, si ndivyo? Sanamu yule Yesu mmemwacha pale juu msalabani, mnapotoka nje mnamwacha ndani. Anapotakiwa kuwasaidia mkiwa kule nje hauwezi, sababu mmemwacha hapa. Kwa hiyo Ukristo mwilini ndio unachangia matatizo kama haya, kuandama watu. Kwa hiyo kuanzia sasa usio mtu wa mwilini, uwe wa rohoni. Maana hata Wagalatia 5:16 amesema, nasema enendeni kwa roho, wala hamtatimiliza kamwe tamaa za mwili. Maana mwili hushindana na roho, na roho hutaka na mwili. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Yesu ni mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wetu umeishi. Ndio kuna watu wamenomba wawili. Yaani dakika moja tu na dada pale njoo. Yaani dakika moja tu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Wakimaliza naomba tuandae sadaka zetu, tumshukuru Mungu. Haleluya. Sana kama mwezi hapa tunaabudu wote, lakini nimesimama hapo kwa watu wawili walioshuhudia hapa kwa habari ya uponyaji. Sasa Jumamosi nilikuwa nimeenda kwa binti yangu anakaa Gangronga, mtoto wa mdogo wangu, nikawa naongea naye, akawa ananiambia kwamba mama mkubwa, mimi nimeponea Mtwivila. Nieleze ilikuwaje. Yule mtu akaniambia nilikuwa naumwa sana mkubwa mimi, akanieleza na jinsi alivyoweza kufika hapa. Nikasema pale mimi si naabudu pale, lakini nikaona nisimkatishe aendelee kuniambia. Akaniambia kwamba yeye alivyokuja hapa akaombewa, mchungaji, mna kazi nzuri, yaani na nyinyi washirika mlioko hapa mna kazi nzuri, kiasi kwamba mpaka aliponiambia nikasema sasa hiki hawajui wale ambao wanaabudu pale, hawajui kwamba kuna kitu kizuri kinachofanyika hapa, yaani ni kizuri. Sasa huu shuhuda nimeupata huko Gangronga huko, kwamba alifika hapa akaombewa, akarudi nyumbani akalala. Alivyolala sasa, mama mchungaji wangu, wewe ndo nesi, mchungaji pale ndo daktari, wanamfanyia operation ya mguu. Hivyo ananisimulia. Nikasema ni hivyo Nikasema lakini baada ya kumaliza nikamwambia mimi huwa nikifika pale Mtwivila kwa mama yako mdogo naabudu pale. Kweli mama mdogo? Nikasema kweli kabisa, mimi huwa naabudu pale. Hata kesho, maana ilikuwa Jumamosi, hata kesho hii nafanya haraka ili kwamba nifike Jumapili pale. Akanieleza vitu mpaka nilishangaa, lakini nikajua kabisa ndugu zangu hawajui, lakini mna kitu kikubwa ambacho mnakifanya pasipo nini. Sasa
nasema hili ili kwamba hata kama unafanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu, hebu acha, usichafue kile ulicho nacho. Kweli kabisa, yani hapa kuna vijana wengi, kuna mabinti wengi, tunaweza tukafanya shortcut nyingi, lakini naomba kabisa, hebu jiangalieni, jilindeni. Kama huyu binti aliyokuwa anatoa ushuhuda wake hapa, kwa kweli mimi amenibariki moyo wangu, na amenibariki kwamba anafanya vile Yesu anavyotaka tuwe. Msijirahisi, vijana wetu, watoto wa kiume na wa kike, hebu fanyeni vile Yesu anataka ili muinuliwe zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikaona nisikae nacho hiki alafu nitaondoka na safari zangu nikameza hili. Naomba mlijue hilo. Mchungaji, mama mchungaji, mna kazi kubwa. Wazee wa kanisa na mashemasi pia, jilindeni. Mna kitu kikubwa kinachoenea kule, kinatambaa. Mbarikiwe sana. Lakini la mwisho mimi nawaaga. Jumapili tutakuwa wote. Maana naona siwezi tena kusimama Jumapili. Jumapili tutakuwa pamoja. Baada ya hapa naona nitaanza safari ya kuelekea Dar es Salaam. Mungu awabariki, nahitaji maombi yenu. Umefanyika baraka kuwepo kwako. Ukija hapa tunajisikia kuburudika kukuona. Tuombe. Baba, nakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako ambaye amekuwa hapa akitubariki. Umemleta kwa wakati na wakusudi. Mungu, neema yako nyingi iendelee kwa pamoja naye. Naomba Bwana, uwepo wake mahali hapa uendelee kwa baraka, na kule nyumbani kwake ambako amefikia, katika jina la Yesu. Amen. Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe sana. Nawapenda na wasalimu kwa jina la Yesu. Nashukuru kwa kupata hii nafasi. Naomba nimshukuru baba mchungaji. Asante. Kweli nilipata changamoto kwa mwaka huu tunaomaliza leo. Niliugua sana. Nikaenda Muhimbili nikafanywa operation ya kichwa, lakini niliona mkono wa Bwana. Kwa sababu sikufanya, yani sikusema kwamba mimi ndio nimepona labda kwa uwezo wangu. Hapana. Ni Mungu alisimama katikati yangu. Kabla ya yote, kwanza dada yangu alipeleka hili neno kwa washirika wenzie. Kwa hiyo lilisambaa mpaka hapa. Mliendelea kuniombea, na hata nilivyorudi watumishi wako walikuwa wanakuja pale kwangu kwa ajili ya maombi. Kwa hiyo kwa kweli, kwanza mimi ni Roman Catholic, lakini leo hii nikasema kinachotakiwa nipate baraka za mwaka mpya. Sio lazima niende kule kwa sababu neno ni lile lile. Dada, tunaenda wote kwenye mkesha na mimi nikapokee baraka za mwaka mpya. Na hii nafasi najua ni kusudi la Mungu. Nimeingia hapa na nimepewa hii nafasi ili nitoe na mimi ushuhuda kwa lile lililonikuta. Namshukuru Mungu sana na ninampenda Mungu sana. Asante. Nafikiri umesikia Mungu anayotenda mahali hapa, na anataka kutendea ukue zaidi, umjue zaidi, na Mungu anapenda kujifunua kwako. Basi naomba mama mchungaji, hebu mshike mkono muombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana kwa ajili ya mambo mengi makubwa uliyoyatenda mwaka uliopita. Mwanamke huyu amerudi mbele za uso wako
kusema asante kwa yale uliyotenda mwaka huu, ulikuwa ni mgumu kwake. Baba, wale wenye ukoma ni mmoja tu alirudi akajionyesha kwa makuhani, na mtumwa wako kwa maneno yake ameshukuru yale umemtendea kupitia maombi mbalimbali ya watakatifu walioomba kwa ajili yake, kwamba Mungu umempigania katika ile changamoto nzito. Na hata sasa Bwana, neema yako endelee kuwa pamoja naye. Ombi letu kwako, mfunulie apate kukujua zaidi, apate kukujua zaidi, ili akutumikie katika hali uliyomrejeshea liko kusudi umelitarajia. Na tunaendelea kumweka mikononi mwako sasa. Napoondoka kwenye madhabahu, nguvu yako iende pamoja naye, umtetee na umlinde pamoja na nyumba yake, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi napenda kumshukuru Mungu. Mwaka jana mwezi wa 9 nilifunga harusi. Baada ya hiyo harusi kuna mambo yaliyonipata, lakini namshukuru Mungu. Huu mwaka dadangu hapa tulikutana siku moja, akaniambia hivi, Edita, mbona upo hivi? Nikamwambia hamna, niko sawa. Akasema hapana, wewe hauko sawa, mbona mimi nakufahamu miaka mingi. Nikamwambia kwani wewe nini? Akasema twende kanisani kwetu. Nikamwambia mimi sinajua mimi Mlomani na nimetoka kufunga harusi, mimi siwezi kwenda huko. Akasema hapana, hivyo ni vifungo, sinaona mimi nilikuwa Mlomani mwenzako, saa hizi nipo hivi. Nikamwambia wewe Pendo, mimi siendi. Akawa ananing'ang'aniza kuja kanisani. Ila kuna siku moja akanipigia simu, na mimi wewe nikaona kabisa roho yangu inaniambia nije huku kanisani. Nilipofika hapo kweli nilikutana na mama mchungaji, nikaongea naye, akaniambia upo tayari kumpokea Yesu? Nikamwambia ndio. Akaniambia piga magoti. Akaniongoza sala ya toba, na nakumbuka kama mnayokumbuka siku za kwanza mimi kuja hapa kanisani, nilikuwa nimekonda sana. Na nilikuwa nina rangi ya kijivu kama vile mtu aliyefariki. Hata ile siku ninayoombewa hapa, yani kama vile nilizimia. Mama mchungaji akawa anamwambia Pendo, huyu anaitwa nani? Anaambia anaitwa Edita Mapunda. Akawa ananiita, yani nahisi nipo kwenye shimo kubwa ambalo siwezi kutoka na sielewi natokaje. Nikawa tumemaliza, nimeombewa hapa, nikawa nimeondoka. Pendo akawa ananikazania, nenda kanisani, hata kama mimi siendi mimi nakuja. Mama mchungaji ananipigia simu, ananiambia wewe kazana kwenda kanisani, huyo ni shetani. Ni kweli nikiangalia mimi, mbona mimi sio afya yangu? Na hii rangi mimi imetoka wapi? Kufuatilia yenye maisha ya jamani. Namshukuru Mungu, niliendelea kuja kanisani. Nilikuwa nikipata makubwa, nakuja kwa mchungaji ananiambia endelea kumuomba Mungu, ipo siku tu itainuka. Kweli ninapozidi kuja kanisani vile nikaona hiyo hali inaendelea kutoka inatoka. Baadaye na mlongo akawa anasema saa hizi unabadilika. Nikasema nikasema sawa, namshukuru Mungu. Akawa ananipa na watoto wangu na kuja nao hapa, na wakati mwingine alikuwa ananiambia sitaki uende huko. Mimi sitaki, mimi Mloma. Nikamwambia wewe nikataze, mimi naenda. Hivyo hata kama nikirudi tunagombana, kesho tena narudi, sikomi hivyo hivyo. Na mchungaji ananiambia wewe kazaa na usiache. Na ndoa yangu kweli ilibaki hivi, yani ilibaki kidogo iharibike. Nikasema Mungu, naomba nisaidie. Kama kweli wewe umeamua mimi niokoke, basi naomba uniinue. Na naomba iwe siku na mume wangu aingie huko ndani. Nipo kumuomba Mungu. Kwani nipo hapa na nimshukuru sana mama mchungaji. Na mchungaji, yani nashangaa hata leo machozi hamna. Maana nilikuwa nikionana na mama mchungaji, mimi ni mtu wa kulia tu. Yani nalia, namuelezea, mama mchungaji anaelewa yaliyonikuta. Namuelezea makubwa ni makubwa, hata siwezi kuelezea hapa. Nikasema mama, naomba endelea kunishika mkono.
na hata hizi pete nilizovaa sikufunga nazo hizi harusi. Nilikuwa nao pete niliyofunga nako mimi siku nikaona tu kitu kinaniambia vua hiyo pete, nikatupa. Nikamwambia mume wangu mimi hiyo pete siwezi kuendelea kuvaa. Akasema kwa nini, umeona nini? Nikasema mimi siwezi kuvaa. Akaninunulia zingine. Akaninunulia nikaja nazo hapa, mama mchungaji akazibariki. Nikaona sasa hata nina amani. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Asante mchungaji na mama mchungaji, namshukuru Mungu. Ameomba, anasema anaamini mume wake atakuja hapa, sio? Ngoja tuombe. Baba, yale umesema tunakiri, tunayapokea. Binti huyu amekiri juu ya wokovu wa mume wake. Tunapata shuhuda ya mama ambaye miaka 13 ilipita ndipo wokovu umetokea. Tunaamini hivyo pamoja na yeye kadiri ya ukiri wake katika jina la Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Imekuwa siku ndefu ya baraka.